Hii ni heshima kwa mpira wa Tanzania. Na hiki ni kitu ambacho watu wanapaswa kujifunza. Kupewa heshima ya opening ceremony sio kitu kidogo. Wangeweza kupeleka Uganda, wangeweza kupeleka Kenya, kwa sababu haya yote ni mataifa ambayo yanaandaa haya mashindano. Lakini kitendo cha kuonekana Tanzania tunaweza tukahost hizi sherehe za ufunguzi, kuna namna ambavyo tunaendelea kujiweka kwenye eneo zuri kwenye ramani ya mpira wa Afrika. Na hii inaweza kuwa imechagizwa sana na the way ambavyo zile AFL, African Football League, ilivyofanywa ufunguzi wake kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. The way ilivyofana inaweza kuwa imetazamwa pia kama sababu ya kwamba this time around tena tuwapelekee wa Tanzania hizi sherehe za ufunguzi, tunaweza tukaona kitu kinachopendeza zaidi. Kwa hiyo kongole kwa serikali, kwa sababu wamelifanya hili liwezekane. Wamethibitisha kwamba uwezo wa kuhost hizo sherehe za ufunguzi tunao, lakini pia shirikisho ya mpira Tanzania chini ya Wallace Karia limeonyesha kwamba lina uwezo wa kuinfluence baadhi ya matukio, and that's why wameamua kuja kufanyia hapa hizo sherehe za ufunguzi. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa taswira ya mpira wa Tanzania. Sasa ni wakati sasa haya matukio mazuri ambayo yanakuwa yanalitokea taifa letu ya uwiane na matukio ya mpira miguu Tanzania. Yani tusije kuwa tunasifika kwa sherehe, tusije kuwa tunasifika kwa vitu ambavyo havi-impact mpira wetu, kwa sababu hizi ni sherehe tu. Zinaweza zikawa zina influence baadhi ya watu kuona Tanzania kuna kitu gani, lakini kama watakuwa wanatusogelea halafu wanakuta kuna uozo unaoendelea kwenye mpira wetu, tutaonekana watu wa ajabu sana. Kufanya ufunguzi ni tukio kubwa sana. Sana. Lakini finali ni kitu kingine kabisa. Finali ina excitement, finali ile finali ndio radha halisi ya mpira wa miguu. Kwa sababu kama ni ufundi, kama ni maandalizi kwa maana ya ndani na nje ya uwanja, kama ni ubora, kama ni nini kinachohusiana na mpira wa miguu kitaonekana pale. Na we are talking about football. Hatuzungumzii muziki, hatuzungumzii sherehe nyingine yoyote ile. So tunaweza kuwa tumeheshimiwa sana kwa kupewa ile nafasi ya kuandaa sherehe za ufunguzi. Lakini to be honest, Kenya wamepata kitu kikubwa sana. Kuhosti finali haiwezi kuwa kwa kila mtu. Yani kuna extra factors ambazo zinaangaliwa. Inawezekana tukio la finali lika-accommodate watu wengi zaidi kuliko tukio la ufunguzi, kwa sababu kila mtu atahitaji kuwa sehemu ya historia na kuona nani ambaye anaenda kuwa bingwa. So it's good thing kwa Kenya, kongole kwao, na inaonyesha ni jinsi gani ambao huenda mpira wao hautajwi sana, mpira wao hauzungumzwi kama mpira wetu, lakini they got that convincing power ya kwamba wanaweza wakanegotiate na baadhi ya watu wa mpira na wakapewa baadhi ya matukio makubwa. So kongole kwao, na wamepata kitu kikubwa sana. Cha kwanza tunachopaswa kukifanya ili tupate kuhost either opening ceremony za AFCON au finali za AFCON, kwanza ni miundombinu. Unajua nimepata bahati ya kuangalia vigezo vya kuandaa haya matukio mawili. Cha kwanza kabisa ni usalama, kwa maana usalama wa wageni ambao watakuja. Lakini cha pili, upatikanaji wa huduma za kijamii, hospitali, accommodation kwa maana ya malazi na vitu vingine kama hivyo. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikiwa ni tatizo, na niliwahi kuona sehemu moja kuna mtu alisema inawezekana tukaikosa kwa sababu ya foleni za Dar es Salaam. So kama inaweza ikatokea kukawa kuna maandalizi mazuri serikali ikayafanya, either kuteua barabara zitakazotumika kwenye ile siku maalum, hizi ziwe ni kwa niaba ya watu fulani, kitu ambacho inawezekana ingawa kuna Watanzania watasafa sana, na ikaboreshwa baadhi ya mazingira ya kwamba zile infrastructure za kijamii ziweze kuwa zenye ubora ule kulingana na watu wanaokuja, kwa sababu unaenda kumhosti Infantino, sio mtu mdogo. Yani just imagine Infantino ni kiongozi wa FIFA ambayo
ni kama kwa lugha nyepesi ni serikali ya ulimwengu kwenye mpira wa miguu, and that's why jambo lao linafanywa na taasisi kubwa sana ya kiuchunguzi duniani. Yani jambo lolote linalohusiana na FIFA linafanywa na FBI wa Marekani au CIA. Yani Marekani ndio wanaohusika nao. So unaweza kuona ni watu wa aina gani. So kwangu mimi tunapaswa kuboresha zile huduma za kijamii kwanza. Uwanja wa Taifa I'm confident mpaka kufikia AFCON hiyo wala utakuwa huna dosari yoyote. Na uzuri wa bahati kuna kiwanja kinajengwa Arusha kiko 40%+, muonekano wake umeanza kuleta picha nzuri. Kuna kiwanja kitajengwa Dodoma, kuna viwanja vya Zanzibar vinaboreshwa. Kwa hiyo kwa eneo la infrastructure za kimpira sina hofu kwenye hilo eneo. Shida yangu itabakia kwenye zile infrastructure za kijamii.